Wanawake wana tabia tatu kwenye mahusiano. Moja, mwanamke hawezi kupenda wanaume wawili kwa wakati mmoja. Anaweza akaigiza kama anakupenda kumbe ana lengo lingine mbali na mapenzi ikiwa wewe sio mwanaume anayempenda. Huwa kuna mwanaume mmoja tu ndani ya moyo wake na huyo ndiye humfanya awe tayari hata kupigana na mwanamke mwenzie kwa sababu yake. Mbili, mwanamke huwa anapatwa na hamu kubwa ya kufanya tendo la ndoa kuliko mwanaume. Huwa anaogopa kusema au kujionyesha mbele ya mwanaume, lakini ukweli ni kwamba hamu ya tendo kwa mwanamke huwezi kuilinganisha na hamu ya mwanaume. Kuna baadhi ya wanawake hawawezi kujizuia kabisa. Huwa wapo tayari hata kufanya mauaji ya kikatili ili wapate nafasi ya kufanya tendo la ndoa pale wanapokuwa wamebanwa na hamu. Pia kuna baadhi ya wanawake ukiwanyima tendo la ndoa hawawezi kukuacha salama. Usipompatia basi utajuta. Tatu, mwanamke huwa hawezi kuficha siri kwa mwanaume anayempenda toka moyoni. Mara nyingi huwa kuna yule mwanaume ambaye hajiwezi kwake, yaani mwanaume ambaye hawezi kumficha chochote hata iwe ni siri kubwa namna gani, lazima atamwambia tu. Huyo ndiye mwanaume pekee anayempenda. Asipomwambia kila kitu waziwazi huwa anaona kama anamnyanyasa au anamnyima haki yake wakiwa kama wapenzi. Kitu cha nyongeza ni kwamba wanawake wanajua sana kuigiza katika mahusiano. Unaweza ukadanganyika kwa upole, sauti, muonekano wa nje, ukali, welevu, utundu wake awapo kitandani na kadhalika, kumbe akawa anafanya yote hayo kwa dhumuni lingine kabisa kinyume na unavyofikiria wewe. Hapa ndipo wanaume wanapoangukia pua. Hata mama yake akiwa mchawi anakuambia kila kitu mimi nilishaona na kusikia hivyo. Mwanaume ukiona mke ulionaye anakuambia yote hayo usimwache, maana unamdhulumu hata kama atakuwa katika familia mbovu. Maana kuna familia mbovu mfano yenye tabia za kishirikina, kichawi. Wewe mlinde mkeo, tena muepushe na familia yake, maana wanaweza hata kumroga na yeye akupoteze, maana mchawi huwa hana sababu ya kuroga, ila kumbuka wanafanya uchawi kama timu. Leo tunaroga wa kwangu, kesho